Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Naitwa Innocent Shirima, ni mwenyekiti wa waka parokia Mtakatifu Peter Clever Mbezi Luis. Nakuja mbele yenu akina baba kuja kuwasihi na kuwakumbusha kuhusu tukio letu bora kabisa litakalofanyika tarehe 30 mwezi wa 8 2026, ambayo ni Jumapili ijayo. Ni tukio kubwa kabisa kiparokia la wanaume wote ambao ni Waka Day. Niwasihi, karibuni sana tujumuike kwa pamoja katika tukio hili la kipekee, tukitambua kuwa mwanaume ni nguzo imara hekalu la Bwana. Basi tukio hilo litaanza saa 2 kamili asubuhi, ikianza na ibada ya misa takatifu, na tunataraji ibada ya misa takatifu itaisha saa 4 kamili asubuhi, ambapo baada ya hapo basi tutasogea upande wa nyuma kanisa kwenye viwanja vya parokia, ambapo pale washiriki wa tukio hili la kipekee kwa mwaka huu la parokia ya Mtakatifu Peter Clever watapata kifungua kinywa. Na baada ya hapo tutasogea sasa kwa ajili ya kupata semina, ambayo ndio jambo la pili msingi, tukianza la kwanza ambayo ilikuwa ni ibada ya misa takatifu. Linalofuata sasa litakuwa ni kupata semina, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata mtoa semina mzuri ambaye ni Padri Innocent Bahati kutoka jimbo la Moshi katika chuo cha Katoliki, chuo cha Katoliki pale Moshi. Padri Bahati atakuja kutuimarisha, hasa kutukumbusha wanaume umuhimu wa kusimama katika malezi ya familia yetu, na tukitambua jukumu msingi la mwanaume ni kusimama imara katika kulea familia yake, kwa maana kwamba kulea kuanzia mke wake na watoto wake, lakini pia malezi yaishii pale, pamoja na jamii inayomzunguka. Ni jukumu la mwanaume, na tukiangalia sasa hivi kulegalega kwa mwanaume kumesababisha kupata vijana ambao nao kidogo wamelegalega. Tunaweza kukiri kuwa utandawazi kwa namna ya teknolojia ilivyokuwa kidogo inawayumbisha vijana, lakini lazima tukiri pia sisi akina baba kuwa kwa kutokushika majukumu yetu ipasavyo, basi tunaona matokeo yalivyo. Vijana wetu nao kidogo wanatoka, kwa sababu malezi ya kijana lazima ajikite pande zote mbili, upande wa baba ambaye ana tunu zake na upande wa mama ambaye ana tunu zake. Sasa tukiacha malezi haya yakashikwa na upande mmoja ambao ni akina mama, ndipo changamoto nyingi zinapotujia kwenye jamii yetu kwa sasa. Lakini pia tujikumbushe kauli mbiu yetu kama wanaume. Tunasema mwanaume lazima uwe na vitu vitatu kabisa katika maisha yako. Kwanza, akili kichwani; pili, uwe na Yesu moyoni; na tatu, uwe na pesa mfukoni. Kwa maana kwamba tunaamini mwanaume mwenye akili kichwani ataweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimama imara katika nafasi yake ya malezi kama baba katika familia na jamii na kanisa kwa ujumla wake. Na pia baba yule ambaye ana Yesu moyoni, mambo yake atayafanya katika msingi bora, kwa sababu ana hofu ya Mungu. Na pia katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku, mwanaume lazima ujitahidi katika kujibidisha kwenye kazi, basi kidogo mfukoni uwe na pesa kiasi, ili sasa uweze kusimama katika majukumu yako yanayokuhitaji wewe kama baba. Sasa baba Innocent Bahati atakuja kutuimarisha. Kwa hiyo nawasia akina baba, msikose, ni semina muhimu ambayo itatuweka sisi akina baba katika nafasi bora zaidi. Na pia tukumbuke, mwanaume akiimarika ni kwamba ataimarisha familia yake, na tunaamini sasa katika uimara wa familia ndiko kutakakochipuka miito, tutakapopata mapadri bora, tutakapopata akina baba, kwa maana waume ambao ni bora, watakaosimama vyema katika ndoa zao. Kwa hiyo tunaamini katika semina hii ya Jumapili tutaimarika vizuri sana akina baba, na wasi msikose, kwa sababu ni nafasi ya kipekee ambayo ni ngumu kuipata. Tumewaandalia ambao ni tarehe 30 mwezi wa 8 2026 kuanzia saa 2 asubuhi hapa parokiani. Tunawasihi sana, njooni. Na baada ya semina hapo sasa, wababa toka kidogo tumeshachangamka, basi kamati imewaandalia chakula kizuri, vinywaji na burudani nyingi kabisa. Njooni tuweze kushiriki pamoja, tushikamane, tujenge utume wetu. Mwanaume Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.
Tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki.